Unaona hali itakuwaje kwa upande wa serikali ya shirikisho la Ethiopia? Asante sana kaka Josephat Chalo. Kwanza nafikiri kwamba matokeo kama kawaida yatakuwa yale yale ya ushindi wa 90% kama ilivyotokea Rwanda, kama ilivyotokea Uganda, itakuwa ni vile vile na kimsingi bado kutakuwepo na malalamiko ya haya majimbo ama hii mikoa ambayo haijashiriki uchaguzi kwa sababu imekamatwa na waasi na kama alivyotaja profesa pale, ukiangalia kwa mfano eneo la Oromia liko chini ya waasi wa Oromia Liberation Army OLA, lakini pia mfano wamekamata eneo la Amhara na TPLF bado wamekamata eneo la Tigray, kitu ambacho kimesababisha sasa tume ya uchaguzi kushindwa kufika maeneo hayo kupeleka vifaa vya uchaguzi, lakini pia kupeleka maafisa wa uchaguzi. Matokeo yatakuwa hayo yaliyotokea Rwanda ama Uganda ya ushindi wa 90% na kitu, kwa sababu tu ya maandalizi yenyewe ya uchaguzi jinsi yalivyofanyika, hasa ukizingatia kwamba hiyo mikoa mitatu ambayo tumeitaja pale waasi bado wamekamata. OLA wamekamata eneo la Oromia, lakini pia Fano wamekamata eneo la Amhara na TPLF bado wamekamata eneo la Tigray. Kwa hiyo kutokuwa na uwakilishi bungeni kwa mikoa hiyo mitatu ni pigo kubwa kwa serikali, kwa sababu huwezi kuleta maendeleo kwa sababu wale watu hakuna uwakilishi, hawana wabunge wanaowakilisha katika mikoa hiyo. Lakini utafanyaje ukusanyaji wa kodi? Utafanyaje miradi ya serikali katika sehemu ambayo hauna viongozi wanaokuwakilisha? Ni hali ambayo inapelekea Ethiopia kuwa katika mgawanyiko, inachochea pia vurugu, itachochea pia vita kama ambavyo vilikuwepo miaka iliyopita. Kwa hiyo nachokiona ni kwamba uongozi wa Abiy Ahmed unarudi kule alikokuwa Meles Zenawi, ambaye alijitahidi sana nchi kuiunganisha kupitia mtindo wa kidikteta, lakini kwa bahati mbaya sasa akajikuta kwamba ameshindwa kuiunganisha Ethiopia kuwa kitu kimoja, kwa jinsi ambavyo Ethiopia ilivyo, ambavyo imegawanyika kimakabila, na hivyo inakuwa ni vigumu sana kuweza kuiunganisha kwa moja. Kile ambacho nakiona hapa sasa ni ile kukosekana bado kwa sawa kwenye vyombo vya habari, namna ya uendeshaji wa uchaguzi, uhuru wa kujieleza, ukandamizaji wa wapinzani. Vyama hivi vidogo japokuwa viko zaidi ya 40 lakini havipewi nafasi kubwa. Hakuna chama kikubwa cha upinzani. Tunajua kwamba demokrasi ili iweze kuwepo lazima kuwe na chama kikubwa cha upinzani ambacho kinakuwa kinashindana na kile chama tawala. Sasa unapokuwepo na vyama vidogo ambavyo havina nguvu, havijaungana, huwezi kujenga mazingira ya ushindani ambayo yakaleta demokrasi na yakapelekea kupata kiongozi ambaye anakubalika na watu wengi kwa pamoja. Nitaka nimalizie na hilo. Haya, asante sana Tumaini. Tumsikilize sasa hivi Profesa David Monda na yeye achangie kuhusu swala hili la jinsi uchaguzi huu unavyoweza kuathiri manake muundo wa serikali ya shirikisho la Ethiopia. Utaiathiri kwa njia nyingi, kwa sababu tunajua zaidi ya 60% ya dola haijaungwa kwenye uchaguzi huu. Tunajua ya kwamba upinzani wengi kwenye upinzani wamekataa kuingizwa kwenye uchaguzi huu, wamesusia uchaguzi huu, wengine wamewekwa korokoroni, wengine wamewawa. Na tukiangazia pia kwenye maeneo kama Tigray ambapo wengi wa Ethiopia kule wenye ukoo wa Tigray hawata kuwa na ile haki ya kuchagua viongozi wao. Maeneo kama Oromia, Amhara pia kuna changamoto. Kwa hivyo muundo wa serikali utawajibishwa au utaongozwa zaidi na wafuasi wa Rais Abiy na chama chake. Na changamoto vile umeangazia ni kwamba dola haliwezi kujikosoa. Lazima kuwe na upinzani, na kama chama cha Rais Abiy kitakuwa na viti vingi zaidi kwenye bunge kuweza kupitisha miswada bila upinzani wowote, ile uhakiki, ile afya za sheria ambazo zitakuwa zikitoka kwa bunge, afya ya sheria hizo zitakuwa duni sana, kwa sababu hakutakuwa na upinzani ambayo itaweza kukinzana na serikali na kuboresha utawala bora. Uhalali wa serikali yenyewe mpya itakayoundwa na uhalali wa matokeo haya ya uchaguzi, tukizingatia kwamba kuna baadhi ya maeneo ambako uchaguzi haukufanyika kama eneo la Tigray, unaueleza vipi?
Ni hali ngumu kaka mwenyekiti, kwa sababu kwa kiwango fulani, kwa njia fulani kifalsafa, kikatiba, raia wa Ethiopia wa eneo ya Tigray wana haki kujumuishwa kwenye uchaguzi huu. Lakini donda ndugu ni kwamba hakuna usalama na kumekuwa na vitisho vya ugaidi, ambapo wale wafanyikazi wa tume la uchaguzi pengine anaweza kutekwa nyara, pengine wengine kuuawa, pengine wapiga kura wa eneo ya Tigray pengine wengine kuuawa kwa sababu ya wale wapinzani wa serikali kwenye eneo hii ya Tigray. Kwa hiyo ukweli ni kwamba hata ingawa kikatiba, kihalisia tungependa kuwa na uchaguzi kwenye maeneo kama Tigray, hali ya usalama ni tete na imekuwa ni vigumu kuwa na uchaguzi kwenye maeneo kama hayo, kama Tigray. Na kwenda mbele tukiangazia, nadhani itakuwa vigumu tena kuweza kutuliza purukushani ambazo kila kukicha zimekuwa zikijitokeza kwenye maeneo kama Tigray, pasi na kuwa na uchaguzi. Na pasi na kuwa na usalama hakuwezi kuwa na uchaguzi. Kwa hivyo ni hali ngumu, na nadhani Rais Abiy ana kibarua kigumu kuileta dola hii kubwa, kuwaleta hawa mamilioni za wa Ethiopia pamoja, ili kuweza kuboresha dola lao la Ethiopia. Dr. Nancy Ngoa, unamsikia hapo profesa anazungumzia kuhusu masuala ya uhalali wa matokeo na baadaye kuundwa kwa serikali mpya. Kumeshuhudiwa baadhi ya wapiga kura wakionyesha kuchoka na hali ya kuvunjika moyo kwa sababu ya yale ambayo wanahisi wanafanyiwa na wanasiasa wao nchini Ethiopia. Unazungumziaje ushiriki wa vijana na pia wanawake katika uchaguzi huu? Asante bwana mwenyekiti. Kwa kweli ni hali ya kusikitisha hiyo ambayo imekumba nchi ya Ethiopia, na kwamba hakuna ule usawa wa kushiriki katika kupiga kura. Mimi naangalia hivi kwamba kama Abiy angewezesha wote waweze kuwa na haki ya kupiga kura, kwa sababu demokrasia halisi ni pale ambapo kila mmoja anaweza kutoa maoni yake, kila mmoja anaweza kushiriki katika kupiga kura. Lakini tunapata hayo sio katika nchi hii. Tunaona kwamba haswa vijana wamefungika kabisa na kupiga kura, wamepewa vikwazo, na wanawake pia hali ni hiyo hiyo, kwamba hawajapewa ule uhuru kamili. Na tunajua kwamba akina mama ndio huwa wengi wao wanapiga kura kwa kweli, kwa sababu wao wanajitokeza kwa wingi na wanatekeleza majukumu yao. Lakini kutokana na kutokuwa na usalama, wengi huwa wanaogopa kwenda kupiga kura. Kwa hivyo katika hiyo hali ya kutokuwa na usalama, kufungia vijana, kufungia wakina mama, jambo hilo si la haki. Na tujue kwamba hata inavyofanyika hivi, hawa wanakosa kutoa sauti yao. Kama nilivyosema awali, akina mama watakosa kutoa sauti yao. Vijana ambao ni idadi kubwa katika nchi, vijana ambao wanainukia, ambao ndio hao viongozi wa baadaye, wanakosa pia kutoa sauti yao ama kupiga kura yao. Sasa tunaona kwamba hali hii kuelekea mbele inaweza kuwa ngumu sana kwa nchi ya Ethiopia, kwa sababu wale ambao wanatakana sasa wahamasishwe katika uongozi ndio hao wanafungiwa nje, na ni tatizo kubwa hasa kwa nchi. Kama tukiangalia miaka ya baadaye, huenda kukawa na changamoto nyingi zaidi. Si suluhu, bali ni kama kuongeza ule moto ambao unaweza kuwa mkali zaidi katika miaka ijayo. Haya, asante. Tumaini Munale, umefuatilia hapo kauli za daktari. Hebu tupe kauli yako nawe kuhusu ile hali ya kuchoka ya wapigaji kura, kwamba wanajitokeza kwa wingi, wanajipanga kwenye foleni asubuhi na mapema, lakini yale ambayo wanayatarajia kufanyika hayafanyiki, lakini kila wakati wanalazimika ama wanajitokeza kuendelea kutumia haki yao ya kidemokrasia kupiga kura kuwachagua viongozi ambao wanaonekana hawawajibiki. Hili jambo unalizungumziaje, Tumaini?
Ni kweli kabisa kama alivyosema Dr. hapo, ni kwamba kutokana na mazingira ambavyo yalivyowekwa na serikali yenyewe ya Abiy, nadhani changamoto kubwa hapa ni kwa namna ambavyo serikali ya Ethiopia imeshindwa kuwa na sera nzuri za kuwawezesha vijana kupata ajira, lakini pia kupunguza mfumuko wa bei ambao umekuwa ni mkubwa sana na umaskini ambao unazidi kuongezeka kila kukicha katika nchi ya Ethiopia. Kutokuwepo kwa uhuru wa mahakama, ukosefu wa haki